maskani ya dunia ni nini? Naomba tizama. Biblia inasema kwenye Wakorintho, maana miili yetu ni hekalu la Bwana. Isaya anasema hivi, nitarudia siku ya Jumapili. Isaya anasema hivi, maana Mungu anasema mimi naketi mahali palipo juu, palipoinuka. Lakini akasema hivi, ni mahali gani nitakaponijengea duniani? Na mahali pa kupumzika kwangu duniani kukoje? Mimi sikai kwenye nyumba zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba nataka kitu kwanza. Nakaa na mtu mwenye moyo uliotubu na kunyenyekea. Anatafuta nini? Mungu anataka mahali pa kukaa ili uwepo wake uwepo pamoja nao. Anakaa wapi? Anasema anakaa kwenye moyo uliotubu na kunyenyekea. Lakini anasema hivi, miili yetu ni hekalu la Mungu. Kwa Mungu anakaa wapi? Mungu anataka kukaa wapi? Okay. Hoi. Mungu anapo duniani, Mungu akishuka anashukia wapi? Anashuka kwenye hili pili pajengo. Ili tukiondoka hata wengine wanaweza kaenda wakafanyia shughuli zao. Anakaa kwenye hekalu lake alilojenga kwa mikono yake mwenyewe, ambalo ni miili yetu. Miili yetu inaitwa maskani ya maskani ya wapi? Wapi? Unajua sitaki kuhubiri, nataka mnielewe. Kwa Mungu anapotaka kuja duniani afanye makao, maskani yake ni wapi? Anasema miili yenu ni la nani? Na yeye anakaa. Kwa uwepo wa Mungu ndio kudhihirika kwenye nini? Mteko umebeba nini? Umebeba Mungu. Kwa miili yetu inabeba uwepo wa Mungu. Mungu akitaka kutembelea wagonjwa, anakuchukua, naomba nitembelee fulani twende. Kwa makazi yake duniani ni miili yetu. Sasa anakuja kwangu, anataka kwenda kuponya, hawezi kuja hivi hivi. Anaingia kwenye mwili, anakuja kwenye hekalu lake, anaanza twende, nataka kuponya dada fulani. Na mbeba, tunafika, nikisema neno, nakuwa mimi sauti yake kwa mtu huyu. Uwepo wa Mungu ana uwezo, tunashukuru Mungu. Sasa Mungu akubariki. Bwana ameniponya, nilimbeba nikamleta kwako. Kwenye maskani yetu ya wapi? Ya dunia, ambayo ni miili yetu. Uwe na mnaheshimu miili yetu. Ina hadhi. Miili yetu tuwe na hadhi ya kubeba vitu vya Mungu. Mwisho, hii maskani ya hapa duniani, anasema kuna wakati inatakiwa ivuliwe. Hii inaitwa the temporary temple God. Ni makazi, ni maskani. Maskani ni makao. Maskani. Unakuta wakiwa twende maskani, twende kwenye makazi yetu. Hii maskani inabeba utukufu wa Mungu. Uwepo wa Mungu, nataka nikwambie, hauji kwa kufumba macho, hauji kwa kuning'iniza shingo. Shuka Bwana na uwezo na nguvu. Hizo ni wewe. Mwambie mwenzako, tuache wewe, tutengeneze makazi Mungu atembee. Uwepo wa Mungu unashuka, unaingia kwenye miili yetu. Halafu miili yetu inasemaje? Ina reflect. Reflect kufanyaje? Reflection. Miili yetu inaakisi, kuakisi ule utukufu wa Bwana. Musa alipokaa uweponi mwa Bwana, ile nguvu yake Mungu iliyokuwa ndani yake ikamvaa. Wakati anashuka, ana ile reflection ya kiungu.
reflection, tuakisi uungu kwenye maisha yetu, watu waone. Biblia inasema tukaona utukufu wa Mungu kama wa mwana pekee wa Mungu amejaa neema na kweli. Nitakubeba taratibu, siku ya kufanya demonstration ndio utanielewa zaidi. Sasa miili yetu, ndio namalizia, miili yetu imebeba dhamana kubwa ya kutembea na uwepo wa Mungu. Maskani hii inatakiwa ibebe ule utukufu wa Mungu. Ndio maana kwa nini tunatakiwa tuwe watakatifu na miili yetu tuilinde? Ni kwa sababu ni hekalu la Mungu, na Mungu anapotaka kufanya kazi zake duniani anapitishia kwenye miili yetu. Cheki mikono yako, sio ya kulamba watu makofi. Cheki mikono kama inalamba watu, inachapata watu makofi, sio matumizi yake. Matumizi hii anasema mtaweka mikono juu ya na mdomo, anasema tutatangaza fadhili za Bwana. Sasa midomo imejaa mchanganyiko, matusi, mipasho, alafu nasema midomo yetu ni ya kuzitangaza fadhili za Bwana. Miguu yetu ni ya kupeleka habari, macho yetu yatazame matendo makuu ya Bwana. Sasa tunataka tujue kuanzia sasa, anza kujipanga. Tutakapoingia kwenye demonstration, waimbaji mtashindwa kuimba hapa, hamnielewi sawa sawa, mtashindwa kuimba, utaita utukufu wa Mungu utashuka, alafu utaathiri miili yetu. Mtaimba hapa, mtajikuta mwezi mkaimba kwa Kiswahili, kwa sababu tutahama, tutaunganisha network na malaika na mbingu. Uwepo wa Mungu unatuunganisha na helikopta mbinguni. Anasema maskani yetu ya sasa kama ikichakaa tuna nyingine, lakini tuko kwenye maskani hii tunataka kutembea pamoja na Bwana. Somo ni refu na naenda nalo taratibu sana, kwa sababu kutoka kwenye mwili kuingia uweponi mwa Bwana ni process. Anza wakati anataka hata kwa nyumbani watembee wakati kwenye uwepo wa Mungu. Hatua ya kwanza, uwe na ufahamu wa kutosha wa vile Mungu alivyo, ili adui asije akakuchanganya. Kwa sababu uwepo wa Mungu unaposhuka na shetani naye huwa anapitia. Unaweza kudhani mtu amejaa roho, kumbe ni roho nyingine imeingia imejificha. Uwepo wa Mungu unapokuja unaleta kutambua, kupambanua nini cha kimungu na kisicho cha kimungu. Ila kama huna maarifa ya kimungu, utadhani yote sawa. Unahitaji kutembea na uwepo wa Mungu, unahitaji kuuona utukufu wa Bwana. Sasa tunaanzaje? Somo hilo ni refu sana, na Mungu anisaidie nilishushe viwango ili liendane na hali nilizonazo na ufahamu, alafu ingie uweponi. Uweponi mwa Bwana ni mahali pa raha sana. Sijui kama ulishawahi kuingia. Raha ya uweponi mwa Bwana ni mahali pa kufurahia Mungu na kufurahia Mungu. Ni mahali pa kufurahia vile Mungu alivyo. Alafu sasa uweponi mwa Bwana sio kwamba ni unajua Bwana unaigiza kunena. Hatuigizi kunena. Uweponi mwa Bwana tunafanywa watu wengine. Ndani kuna badilika. Kuna vitu utaviona, yaani macho yako ya rohoni yanafunguliwa. Utaanza kuona vitu vya tofauti. Utauona utukufu wa Mungu. Utaona vitu vya kimungu. Ndio unaweza kusema mtu anakuambia, "Yeye mnaona vitu vingine duniani." Anasema, "Mimi naona mbingu." Stefano wakati anapigwa mawe aliuona utukufu wa Bwana, akasema, "Naona mbingu zimefunguka." Wengine wanaona mawe, wanaona maumivu, yeye anaona mbingu zimefunguka. Uweponi mwa Bwana tunaziona mbingu zikiwa wazi. Tunaona mkono wa Bwana ukinyoshwa kutusaidia. Tunamuona Yesu vile alivyo. Tunaona matumaini mapya. Uweponi mwa Bwana tunatoka akilini. Tunaondoka kwenye zile 5 sense organs. Tunaingia kwenye sensi ya kiroho.
inayokamata chaneli za kiroho. Ndio utakuta tunaona badiliko la ndani, tunaanza kuichukia dunia na kuiona dunia inatuzuia tusimuone Mungu. Utaanza kuona kabisa, nataka kuvalishwa utukufu mwingine. Uweponi mwa Bwana tunaanza na maneno ya kawaida, tunaanza na maombi ya kawaida, tunaanza na hisia za kawaida. Unaenda wewe, unatoka hatua ya kwanza, unatoka hatua ya kwanza, tunatoka mwilini, tunaingia akilini, tunatoka akilini, tunaingia rohoni. Pale rohoni tunaanza kuona utukufu wa Mungu. Hauwezi ukauona utukufu wa Mungu kwenye akili, ila akili zinaanza, tunamalizia rohoni. Maskani ya sasa nitaanza kuifafanua vizuri wiki ijayo. Mungu awabariki. Maskani yetu ya sasa ina nini? Ikifanyaje? Ikiharibika. Tunayo kidomoyo. Anaongea habari ya transformation. Maskani ya sasa miili yetu. Nitaifundisha kwa maskani ya sasa inayobeba utukufu wa Mungu ukiwa duniani, ambayo ni miili yetu. Wengi hatuingii rohoni, uweponi mwa Bwana kwa sababu ya changamoto za mwili, challenges, shida za mwili. Kila ukipita mbele za Mungu kuna kitu kingine kimesimama. Tukienda uweponi mwa Bwana tunatoka kwenye mwili na matatizo yake na changamoto zake, tunaona utoshelevu na utukufu wa Mungu. Hapo ndipo tunapomtukuza Mungu na kumfurahia. Wiki ijayo nitafafanua maskani ili uione maskani, alafu uone vipi inavyofanya kazi kubeba utukufu wa Bwana. Naomba usimame kwa miguu yako.